tunaomba kwenye masoko kuwe na gari ya matangazo ambayo angalau inasimama dakika 10 tu, ile saa kuanzia saa 5, saa 6 watu wanakuwa wamekuwa wengi, kutoa madhara ya haya magonjwa ambayo yanasababisha kizazi chetu baadaye tuko taifa la wagonjwa kwa sababu maambukizi ni makubwa. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tutoe elimu kwa wanaume, mbona tupimi? Ukiangalia katika upimaji kwenye hospitali, ukiangalia utafuta data, unakuta waliopimwa ni kina mama. Na kina mama sio kwamba wamelazimishwa, kwa sababu wanakwenda kujifungua. Lakini kujifungua lazima apimwe. Tarafa ya Mashati ukifanya uchunguzi, unakuta kipindi cha kuuza maembe, parachichi, maambukizi ya magonjwa ni makubwa sana, magonjwa yasababishayo na kufanya matendo ya ndoa. Haya ngoja ndoa, kwa sababu utakuwa ni kuzini. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, niseme tuna zile mikutano za jamii kwenye mikutano ya vijiji, lakini pia mashuleni. Mheshimiwa mwenyekiti, tungefika kwenye mikutano ya vijiji tukaenda kutoa elimu, hili jambo lingekuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu hili gonjwa ni gonjwa hatarishi. Hapa tunasema tunatoa kondomu mheshimiwa mwenyekiti, lakini tukumbuke kule kijijini tuna vijana ambao ni walevi, wakikutana na hao mabinti hata kutumia hiyo kondomu ni shida. Hivyo mheshimiwa mwenyekiti, ningeomba wakipewa elimu ya tatizo la gonjwa hili, mheshimiwa mwenyekiti, wangeweza wakalipokea kwa dhati kubwa zaidi. Maana mtu anakuambia ni bora nipate ukimwi kuliko nipate sukari. Kwa hiyo bado hawajajua changamoto la hili gonjwa. Jamani, kondomu 500 ni kondomu kidogo sana, na kimsingi kondomu 500 ni usiku mmoja tu tunaisha. Kwa hiyo nadhani kiasi cha kondomu zinazogaiwa ni katika hatua nzuri kuliko tutatoa elimu, tutawafikia watu, lakini kile kitendo ni ngumu kukizuia, kwa sababu kiini cha maambukizi tunakijua, na ni pale ndio wenyewe tuwekeze nguvu pale. Ndugu zangu, hili swala la ukimwi si swala la mzaha. Tunaangalia hapa, wanaume ni wanaume 7% na wamama 8%. Asilimia hizi wanaume tunaona iko chini, lakini haiko chini kwa sababu wanaume wengi hatutaki kwenda kupima. Kwa hiyo tutoe elimu ya kutosha ili tutoke wote tukapime kuondokana na maambukizi haya. La pili, ningeomba elimu ipite kwenye baa zetu na glosari vyetu, angalau hata wale wahudumu wapate elimu, waweze kujua hili tatizo ni tatizo mbaya. Ingalau tuweze kupata hata dakika 5 wataalamu watueleze tatizo lilivyo na ukubwa wa tatizo jinsi ulivyo. Na ikikupendeza mheshimiwa mwenyekiti, na sisi tupime. Unajua mambo haya bwana. Tusiogope. Unajua sasa bila kwamba na sisi tupime, ikionekana inawezekana, tunasema jamani, leo baraza letu linaonyesha mfano katika kupima. Tunapima ili sasa tunaonekana kwamba na sisi tunawashawishi jamii. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, naomba nikuulize, wewe mwenyekiti hutaki kupima, unaniambia mimi mpaka niende nikapime. Wewe unaogopa nini na kuni mimi unaniambia niende kapime? Mheshimiwa mwenyekiti, naomba tukiyafanya hayo tuweza kupeleka wilaya yetu katika hali ambayo inaweza ikawa nzuri zaidi. Kwa sababu sasa hivi ukifanya mahojiano au mazungumzo na vijana wengi, wanaogopa mimba, hawaogopi ukimwi. Wanaogopa mimba, hawaogopi ukimwi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuongea kwenye baraza au kwa kupiga kelele sokoni haitatusaidia. Niombe hii kamati ya ukimwi iongeze fedha kwenye bajeti yake. Vikundi huwa vinakutana katikati ya wiki na siku za wikendi, Jumapili. Watumie muda wa ziada kutembelea viarano, kutembelea vikundi vya kina mama, kutembelea vikundi vya wazee. Hiyo ndio itakayotusaidia. Pale hawapo wanakuja labda kwenye kata X. Tuko sawa Tukivuka kidogo tukienda ukurasa wa 5 ambapo ni Oktoba,
wanaume tumeenda 7%, wakina mama wameenda 8%. Kwa hiyo tukizidi kwenda mbele inaonyesha kwamba shamra zimeongezeka. Kwa hiyo ni kama alivyosema Mheshimiwa Maleli, badala ya kupungua hali inazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo tuchukue tahadhari. Kwa taarifa ya utekelezaji wa shughuli sehemu za ukimwi kwa kipindi cha Oktoba hadi Disemba, utaona kwamba kwenye kutoa elimu pia tumetoa elimu na pia tumeweza kugawa kondom takriban 500 zimesambazwa. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia ni kazi inaendelea. Asante sana. Lakini pili, tunaweza tukawa na vipimo vingine ambavyo jamii inaweza ikapima kwenye maeneo wakiwa huko nyumbani. Wametengeneza rapid test zinazoweza kufanyika. Lakini la tatu, waheshimiwa, kwenye kata zetu tuna vikao vikubwa sana vya ODC. Usiache kata yako ikawa inaangamia. Kile ni kikao kikubwa mno. Hata hizi baa nani, kila mtaalamu yupo mle. Tuna watu wa afya na nani, kakagua, tumeni wakakague vile vieneo. Pale penye changamoto tuchukue hatua. Kama tunaona kabisa uvunjaji wa sheria zinafanyika kwenye maeneo yetu, kata tuna mtu, tunaweza tukashirikiana na taasisi zingine. Tuna polisi kata. Mtoto mdogo anatumikishwa kwenye baa hizi. Mheshimiwa Diwani, unaagiza mtendaji wako akafanye hivyo na wataalamu wengine. Bado tuna polisi kata pale, atapita atahoji wale wahusika kwa kushirikiana. Kwa hiyo tusiliache jambo hili kama ni sehemu ambayo tunaweza tukalishughulikia kwa pamoja.